hali ya uandikishaji au hali ya mwitikio wa wananchi wa mkoa wa Songwe katika kujiunga na mfuko wa afya ya jamii. Kama mnavyofahamu, hivi sasa tuko kwenye kipindi cha kuenda kwenye CHF iliyoboreshwa au mfuko wa afya ya jamii ulioboreshwa, ambako taratibu zinafanyika sasa na tunatarajia kuwa wananchi wa mkoa wa Songwe watajiunga vizuri kwa haraka baada ya kuwa mafunzo yameshakamilika na maandalizi yote yameshafanyika. Kwa hiyo mkoa wetu wa Songwe mpaka sasa nadhani miongoni mwa mikoa inayoongoza kwa kuwa na wanachama wa mfuko wa afya ya jamii pamoja na mfuko wa bima ya afya ule wa kitaifa. Sababu hii sasa inafanya kazi pamoja. Na ndani ya mkoa wetu tuko 77% wanachama waliojiunga na mfuko wa afya ya jamii kwa maana CHF. Na wilaya ambayo inaongoza kwa wanachama wengi ni wilaya ya Mbozi, ambayo 92% ya kaya zilizoko wilaya ya Mbozi ni wanachama wa CHF wa mfuko wa afya ya jamii. Na hii nafikiri wanaongoza nchini. Na wilaya inayofuata ni wilaya yetu ya Ileje, ambayo 89% ya kaya zilizoko wilaya Ileje na wao ni wanachama wa CHF. Na vile vile wilaya inayofuata baada ya wilaya Ileje ni wilaya ya Momba, ambayo 79% ya kaya zilizoko Momba ni wanachama, yani kaya ikishakuwa kaya wanachama manake na wale walioko ndani ya kaya kwa maana ya watu 6. Lakini wilaya inayofuata baada ya baada ya Mbozi ya kwanza, ya pili Ileje, ya tatu Momba, ya 4 Tunduma, Songwe na ya mwisho Tunduma. Tunduma ina asilimia ndogo, inawezekana kuna factors zilikuwa zinasababisha hiyo, lakini na pia wanachama wa NHIF nadhani wengi zaidi wako Tunduma kwa sababu ya ile setup ya mjini. Lakini kiujumla mkoa wetu una asilimia 77 ya wanachama wa CHF, na mjue kwa CHF mara nyingi iko kule vijijini. Na hivyo tunaona hii kazi iliyofanyika ni kubwa ndani ya mkoa wetu, na tunaamini kwa ujio wa CHF iliyoboreshwa na nguvu ile ile ambayo tumeitumia sisi kuhakikisha kuwa wananchi wetu wanajiunga na mifuko hii ili kuwawezesha kupata huduma pale ambapo wanakuwa na uhitaji, sambamba na uboreshaji wa vituo. Na nitumie nafasi hii kuwasifu sana wananchi ambao na hasa wa wilaya Mbozi ambao wamejitolea nguvu zao wakajenga maboma ambayo sasa hivi wengi tunayaona yako kwenye vituo vyetu. Lakini pamoja na kuwa yako maboma, lakini bado wananchi hao tayari ni wanachama wa mfuko huu wa afya ya jamii. Na ndio maana inatupelekea mapato yetu tunayoyapata kufuatana na wanachama wetu kutibiwa kwenye vituo ambavyo vipo kwa maana ya zahanati na vituo vya afya, yanatuwezesha sisi kuweza kuomba mkopo. Na ndio maana tumejipanga sasa kuongeza nguvu kule ambako wananchi wameshajitolea nguvu zao na wakapeleka maboma mpaka pale ambapo waliagizwa kufikia lenta. Tuna uwezo wa kukopa hata bilioni 3 kwa uwezo wa kurudisha kwa miaka 5 kwa ile asilimia ambayo tunaweza kupangiwa. Na sisi kwa pamoja tumeshapeleka ombi letu hapa utaugua. Kwa hiyo na wengi unakuta wanakutwa na ugonjwa akiwa hana chochote na uwezo wa kwenda kutibiwa hana, na anapata madhara zaidi, au inabidi aanze kusaidiwa na majirani, na majirani hawana ulazima wa kusaidia. Kwa hiyo jirani yetu mwema na ambaye anaweza kutusaidia ni kujiunga na kuwa wanachama ndani ya mifuko hii. Baada ya kusema hayo, nimalizie pia kwa kuwapongeza wananchi wa mkoa wa Songwe kwa mwitikio mkubwa wa kujiunga na mifuko hii, wakitambua kuwa afya ni haya. Mashuka haya tuyatunze ili yaweze kuwasaidia wagonjwa wetu, na hatutarajii kufika wodini kwetu tukakuta mgonjwa kalala kwenye godoro tupu au ametandika nguo zake mwenyewe za nyumbani.
kwa sababu na vile vile fedha tunazopata kwenye mfuko ziendelee kuboresha na kununua vifaa ambavyo mwongozo unasema hivyo, na fedha zetu zingine, mwenyekiti wa halmashauri huko hapa, bado tuone wananchi wetu bado wanahitaji kupata huduma iliyo bora na vifaa viwepo katika vituo vyetu vingine vyote vya afya, sio hapa kwenye hospitali tu, kwenye vituo vya afya, kwenye zahanati na vivyo hivyo wananchi waweze kupata huduma iliyo bora. Tuna uhitaji mkubwa wa mashuka kwa sababu kwa wastani kitanda kimoja cha mgonjwa kinapashwa kiwe na mashuka 8, yani mengine yanayotumika na mengine ya ziada. Kwa hiyo leo tumepata mashuka 100 kutoka NHIF ambayo yamekabidhiwa na mheshimiwa. NHIF nayo yupo, atakwambia. Sawa, tuendelee na uhitaji zaidi ambayo yatatusaidia kupunguza gap lililokuwepo la mapungufu ya shuka, japokuwa kwa kweli tunashuhudia harakati na jitihada kubwa zinazofanywa na mheshimiwa mkuu wa mkoa kupata mahitaji ya hospitali yetu kutoka maeneo mbalimbali, lakini sio kwa hospitali ya Vwawa pekee, kwa mkoa mzima. Amekuwa akifanya jitihada za kuongea na wadau mbalimbali kuhakikisha kwamba tunapata vitu ambavyo tunavihitaji. Kwa hiyo shuka hizi ambazo tumezipata leo zinakwenda kupunguza tatizo la mapungufu wa mashuka, na kama alivyoelekeza, hapendi kuona mgonjwa anajifunika kwa shuka lake, hatupendi kuona mgonjwa anatumia kanga kujifunika. Tunahitaji vitanda vyote viwe na mashuka na wagonjwa wetu wahudumiwe vizuri. Kwa hiyo hatutegemei kuwa na jambo kama hilo kwenye mkoa wetu wa Songwe. Tunamshukuru mheshimiwa mkuu wa mkoa kupitia bima kwa kutupatia haya mashuka, ambayo hii imekuwa motisha kwetu kwa kufanya vizuri na kuongoza katika mkoa, lakini naamini tumeongoza kitaifa kwa kuwa na 92% za kaya ambazo zinanufaika na mfuko wa bima ya kujiwezesha kwa maana CHF. Utaratibu tuliotumia kuhakikisha kwamba tunafanya vizuri, kwanza tukiwa kama mkoa wa Mbeya kulikuwa na ushindani wa kushindanisha halmashauri, na sisi Mbozi kwa nyakati mbalimbali tulikuwa tunashika nafasi ya 3. Baada ya zoezi hilo tuliamua kurudi kama halmashauri, tufanya vikao, tukakubaliana kwamba kwanza waheshimiwa madiwani wa jambo hilo walielewe kwa kina faida za bima hii CHF, lakini jambo la pili kwamba tusaidiane kwa pamoja kwenda kuambia wananchi. Mheshimiwa madiwani walifanya kazi yao, lakini mkurugenzi wa halmashauri kupitia kamati yake ya fedha tuliamua kufanya ziara kata kwa kata kutoa elimu ya umuhimu wa bima hii. Lakini moja ya kipengele muhimu zaidi ambacho kiliwahamasisha sana wananchi wa wilaya Mbozi kujiunga na bima hii kilikuwa ni kipengele kile kwamba tunapata, wakijiunga maana tunapata kiwango kile cha pesa ambacho wamekitoa. Kwa maana wakijiunga wengi tukapata bilioni 1, vile vile tutapata tere kwa tere ambayo itakuwa ni bilioni 2 jumla yake. Kwa hiyo tuliwahamasisha, lakini tuliwaambia utumizi wa hizo pesa kwamba itakuwa ni kujengea maboma yao ambayo wamewajenga kwa nguvu zao. Nadhani mmesikia katika maelezo ya mheshimiwa mkuu wa mkoa kwamba wilaya ya Mbozi vile vile ndio inaoongoza kwa kuwa na wananchi waliojitolea nguvu zao kwa wingi, na mpaka sasa katika pesa hizo ambazo mheshimiwa mkuu wa mkoa alituhamasisha tukope kwa ajili ya kumalizia maboma ni zaidi ya shilingi milioni 900 ambazo tunatarajia zitamaliza maboma yale. Lakini manake ni kinyume chake kwamba kwa jinsi ambavyo walijiunga ndivyo ambavyo tutapata na mkopo, na tukiwa na imani kabisa kwamba hizo pesa tutazilipa kwa sababu tumejenga maboma ambayo hayajakamilika mpaka sasa, ni zaidi ya maboma 48 ambao yako katika hatua mbalimbali. Tumekosa nguvu ya kumaliza. Kwa hiyo naamini pia hata kama tutapata hizi pesa milioni 900 tutamalizia majengo yale, wananchi hawatakata tamaa, na hiyo ndio itatuletea matokeo ya 100% kwa maana ya kufikia hiyo bima ya CHF, kwa sababu tunaamini kwamba vituo vya afya, zahanati, kila kijiji tukikamilisha, wananchi watakuwa na hali, kwa sababu watakuwa wanapata huduma kwa karibu zaidi. Lengo letu na dhamira yetu ni kupata 100%. Tunatarajia mwezi Juni tunarudi tena kwa wananchi kuendelea kuwaomba wajiunge zaidi, lakini kwa sasa tutakwenda na utaratibu uliobadilika kidogo wa bima iliyoboreshwa, kwa maana CHF iliyoboreshwa, ambako nako tunawajibika kwenda kutoa elimu ili watambue, wahame kutoka kwenye 3,000 ya zamani tukaenda kwenye 10,000, na sasa tunakwenda kwa 30,000 ambao tunaamini katika ziara tutakazofanya kwenye vijiji na kata mwezi wa Juni nayo itatusaidia. Tutakaporejea kwa mara ya pili tunaamini tutafika 100% ili tuwe kielelezo sahihi na bora zaidi katika nchi yetu ya Tanzania. Kimsingi sisi kama bima ya afya ni wadau wakubwa wa afya katika jamii ya Watanzania,
na kimsingi sisi tunalipa madai ya wateja wetu ambao wanatibiwa katika vituo vyote vilivyosajiliwa na Mfuko wa Taifa wa Bima ya Afya. Lakini kwa habari ya mifuko hii ya afya ya jamii, sisi ni washauri wakubwa kwa niaba ya serikali katika uanzishwaji wa mifuko hii, lakini pia katika uendeshaji wa mifuko hii. Lakini pia sisi ni wadau wakubwa kwa maana ya kwamba kwa niaba ya serikali ndio mawakala tunaolipa hiyo fedha ya tele kwa tele ambayo inasababisha kuongezeka kwa mapato ndani ya vituo hivi vya serikali. Kimsingi niseme sisi wakati fulani tunaweza tukawa tunatoa vitu tusitake kujua kwamba thamani yake ni nini. Tunachotaka ni kuona kama ile jamii, kwa mfano hapa tunajua hospitali na vitanda zaidi ya 150, na nia yetu ni kwamba vitanda vyote hivi viweze kupata mashuka ambayo yatatumiwa na wagonjwa ambao kwetu sisi ni wateja, ili ikiwezekana kila mtu aweze kupata mashuka ambayo yanatokana na bima ya afya. Ni moja ya mkakati wetu ambao unatufanya sisi turudishe kile ambacho tunakifanyia kazi ili jamii iweze kunufaika na kile ambacho tunakifanya. Tumeanza sasa na hospitali ya mkoa, lakini mbele ya safari tunajua kwamba tuna na hospitali za wilaya ambako nako kuna wateja wetu wengi, nako tunaweza tukapofikia kulingana na mkakati wetu utakavyokuwa. Dr. Abdul Musa Msuya, kaimu mkuu wa halmashauri ya Mbozi. Ndio. Ama shuka atatusaidia kwa kiasi kikubwa katika kuboresha huduma zetu za afya, na kwa sababu tunaona kwamba haya mashuka yataweza kusaidia huduma yetu kwamba kwa wananchi ambao wako hapa Mbozi, yatasaidia kwa kupunguza kama kuna shida ya magonjwa ya ngozi, na kwa sababu tumetoa mashuka ambayo ni masafi na kusaidia kuongeza kufanya ufanisi mzuri wa usafi, na hata kama kuna shida ya magonjwa ya ngozi ambayo Margaret Salim Msifukwe. Tunatoa shukrani kwa kupata mashuka. Tutafunika watoto vizuri ili wasaidiwe kwa kutopata na baridi. Mtazamaji wa J Online TV, ili uwe kwanza kupata habari kutoka JTV, subscribe kisha like, halafu bonyeza kengele hapo chini ili uwe wa kwanza kupata taarifa pindi habari mpya inapokuwa imewadia.